Na huu ndio muda ambao mwanaume anatakiwa akae ili aweze kwenda kufanya kile kipimo cha sperm analysis, na hii ni muda ambao huwa inachukua walau kuanzia siku 2, siku 5, na wengine huwa watashauriwa hata siku 7 asijichue wala asishiriki tendo la ndoa moja kwa moja. Na njia hii ni nzuri kwa sababu itaweza kuonesha zile uhalisia wa mbegu za kiume kuanzia kwenye spidi, ila vile vile uweza kuonesha ule uwezo wake, lakini pia kiwango chake halisi. Lakini kama atafanya chini hapo, kuna uwezekano isitoe majibu ya moja kwa moja na zikawa kwamba zinaonyesha hali ya uwepesi, na muda mwingine zisionyeshe ule wingi wake. Lakini pia kama atakaa tena kwa muda mrefu sana, kuna uwezekano zikatoka nyingi sawa, ila nyingi zikaonekana kwamba zimeshakufa na wingi wao zikaonekana hazina ubora, hali ambayo kipimo kinaweza siwe sahihi katika kile kipimo chake cha mbegu. Kwa hiyo kama mwanamume wako anapitia changamoto ya mbegu na huenda anakuwa na hofu na wasiwasi, akikaa kipindi na akaenda kufanya vipimo, lazima atapata majibu ya moja kwa moja. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Kama anapitia changamoto hii, hakikisha mmeweza kushirikiana ili aweze kuondokana nayo, na kama ni kubeba ujauzito mkafanikiwa, kwa sababu muda mwingine kubeba ujauzito sio tatizo pekee la mwanamke, muda mwingine ni tatizo linalochangiwa na mwanaume.